Mungu asubuhi ya leo. Warumi sura ya 12 na mstari wa 1. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili yako asubuhi ya leo, kwa ajili ya uzima na pumzi ya uhai aliyotupa. Leo Mungu anasema na sisi kwa habari ya miili yetu. Namna gani ya kuitunza miili yetu, namna gani ya kuiheshimu miili yetu, namna gani ya kuifanya miili yetu iwe sehemu ya ibada katika maisha yetu. Ni mara ngapi umeutumia mwili wako vibaya kupitia uasherati, uzinzi? Umetumia mwili wako vibaya kupitia ulevi, kupitia hata unajisi mbalimbali, kujitia unajisi, kuvaa vibaya mavazi yasiyo na stara, ya kuonyesha sehemu za mwili yako, kuexpose mwili wako kwa watu bila hata kujali. Bila inasema pia miili yetu imekuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni wazi kwamba mwili wako unakaliwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu, na sio vizuri ufanyie mambo mabaya, uheshimu. Kwani kupitia huo basi Mungu anajipatia ibada. Na vile ulivyo wewe ni sura na mfano halisi wa Mungu. Hivyo kama unaharibu sehemu yote ya mwili wako, ni kadhalika unaharibu nafasi ya Mungu katika maisha yako. Jitunze, tunza mwili wako na Mungu akupea kutia nguvu katika hili. Amen.